Ndugu watazamaji na wasikilizaji wa kipindi chetu kizuri cha Dawati la Uongozi, usiku wa leo tena nataka tushirikiane mafundisho ambayo yanaweza yakatujenga na kutuinua kiroho. Kuanzia usiku wa leo na siku zitakazofuata nitakuwa ninafundisha kupitia kitabu hiki ambacho nilikiandika. Mtakumbuka niliwaambia kinaitwa Maisha ya Twiga katika muktadha wa uongozi. Kwa hiyo nitafundisha kutoka huku. Nimeandika kwa neema ya Mungu mambo 19 yanayomhusu twiga, lakini yako mengi zaidi ya haya 19, na haya yanaweza yakakusaidia kama kiongozi ambaye unaweza ukafanikiwa katika maisha yako. Nimemuelezea twiga vile ambavyo alivyo, lakini kwa mujibu wa Biblia, kama nilivyosema, maisha ya twiga katika muktadha wa uongozi, nilifuatia sana kwenye neno la Mungu ambalo ni Biblia takatifu. Ukisoma katika Biblia hutaona sana jina twiga, lakini unamkuta ni mnyama aliye katika makundi ya wanyama walio safi, katika makundi ya wanyama walio safi. Ukisoma kwenye kitabu cha Biblia utaona. Sasa kabla hatujaendelea sana, naomba nimshukuru Mungu alafu tuendelee. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru sana kwa ajili ya usiku huu. Naomba unibarikie na uwabariki ambao wananisikiliza. Roho Mtakatifu anisaidie kuleta ujumbe ambao utajenga na kuinua imani zetu, hasa hususan sisi viongozi, kwa Yesu Mwokozi wetu, amen. Maisha ya twiga katika muktadha wa uongozi. Imenichukua takribani miaka 20 hasa kutafakari habari ya twiga. Nimekuwa nikifundisha huko nyuma, lakini so far nikashauriwa kwamba kwa nini nisiyaunganishe yale masomo. Alikuwa anagusa sehemu kidogo kuhusu twiga alafu ninafundisha, na ilinitokea tu kusukumwa nilivyokuwa na mtazama yule twiga, na ilinibidi nirudi kwenye Biblia nikasoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ile sura ya 14. Kumbukumbu la Torati sura ya 14. Kumbukumbu la Torati sura ya 14 inaonyesha habari za huyu, zinaleta mfanano wa huyu mnyama anaitwa twiga. Ukisoma mstari wa 5, Biblia inasema hivi: kulungu na paa na kongoni na mbuni wa mwituni, paa mweupe na pofu na mbuzi wa milimani, na kila mnyama aliyepasuliwa ukwato ukapasuka ukwato wake zikawa mbili, naye ni mnyama mwenye kucheua akatafuna tena. Katika wanyama wote ndiye mnyama mtakaye mla. Kwa hiyo nikaona twiga si mnyama najisi, yani ni wale wanyama safi, kwa sababu twiga ana kwato alafu tena twiga anacheua. Kwa hiyo hapo nikachukua kwamba ninazungumzia mnyama ambaye kweli kwa muktadha wake, maisha ya twiga katika muktadha wa uongozi ni maisha yanaweza yakajenga sana kiongozi. Twiga tunamfahamu sasa, ni sisi wa Tanzania. Ukienda mbuga za wanyama kule Serengeti, Ngorongoro, Manyara, unawakuta wanyama hawa twiga. Wakati mwingine pia kwenye mapori ukitembea unaweza kukutana na hawa twiga. Mikumi mara nyingi sana njiani pale unakutana na wanyama twiga. Twiga tu acha tu kuwa katika kundi la wanyama walio safi, lakini wakati wowote ukimwona twiga yuko smart. Yani twiga ni mnyama safi. Wanapozungumza uongozi kwa muktadha wa maisha ya twiga, kiongozi unapaswa kuwa safi. Yani muonekano wako wa nje na wa ndani, au wa ndani na wa nje, unakuwa safi. Unakuwa ni safi kabisa ambao unafaa. Unaona? Na hiyo ndio inaleta sasa hii dhana ya maisha ya twiga katika muktadha wa nini? Wa uongozi. Yani twiga ni mnyama aliye safi. Twiga ana kwato, alafu twiga pia anakula na kucheua. Kula na kucheua ni kama moja ya kutafakari. Yani ni mnyama ambaye anakula halafu anacheua, yani anakula baadaye na kutafakari. Unapokula neno la Mungu au unaposikia neno la Mungu, ni vizuri uwe na muda wa kufanya nini? Wa kutafakari. Katika kitabu cha Mithali ile sura ya 16, Mithali sura ya 16 ule mstari wa 20, Biblia inasema hivi. Mithali 16 ule mstari wa 20, Biblia inasema namna hii: atakayelitafakari neno atapata mema, na kila amwaminie Bwana ana heri. Kwa hiyo huko ndiko kwa maana ya maisha ya twiga kwa muktadha wa uongozi, kwamba twiga ni mnyama ambaye anakula lakini anapata muda wa kutafakari.
Mwandishi wa kitabu cha Mithali anasema atakeli tafakari neno, unaona, atapata mema. Unaona, kama unapokea tu neno la Mungu ulitafakari kama kiongozi, hata mema yatakutofautia. Na sasa tunapozungumzia mema, inazungumza katika eneo la kutosha. Kwa hiyo twiga yuko katika hali ya namna hiyo, na Biblia inasema kila neno la Mungu limehakikishwa, ni ngao yao wa mchao. Usiongeze katika maneno yake, asije akakulaumu akakuona kuwa ni muongo. Kwa hiyo unapolitafakari neno la Mungu kwa muktadha wa maisha ya twiga, ni kama unacheua. Unaona, hutakiwi kuliongeza neno la Mungu wala hutakiwi kufanya nini? Kulipunguza. Kupitia tabia na sifa za kuwajibika alizonazo mnyama huyu, tunapata somo liitwalo maono ya kitwiga, linaloleta ufunuo na mafundisho makubwa ya kiroho. Na sifa nzuri alizonazo mnyama twiga zinatupa ufunuo mkubwa unaofunua sura ya uongozi na utumishi wa kiroho. Katika yale mambo 19 ambayo nimeandika kwenye hichi kitabu, acha kile jarida cha kwanza, kwenye hichi kitabu nimeandika jambo la kwanza ni kuona mbali, yani twiga ni mnyama anayeona mbali, nimeandika huko. Lakini pia nimeandika twiga ni mnyama mrefu na nimefafanua huo urefu wake. Lakini pia nimeandika twiga ana uzito. Lakini pia nimeandika twiga hula majani ya juu, yani ukimwona twiga kawaida yake huwa anakula majani ya juu. Nimeandika pia kuwa twiga huwa anakula mara kwa mara, yani muda wake mwingi twiga ni muda wa kula mara kwa mara. Lakini pia nimeandika kwenye hichi kitabu twiga huwa na muda mfupi sana wa kulala, halali zaidi ya masaa 4. Tena akiwa ni ule twiga ambayo ni twiga jike, akishakuwa na mtoto yani nusu saa tu analala na kuamka. Kwa hiyo twiga sio mnyama anayelala mara kwa mara, na inatupa picha kiongozi unatakiwa uwe mtu wa kukesha. Uwe mtu wa kukesha, unatakiwa mtu wa kutafakari, una muda mchache wa kulala. Lakini pia nimeandika kwenye kitabu hiki twiga ni mnyama anayependa amani, yani sio mnyama mwenye fujo. Yani kwa tabia ya twiga sio mwenye fujo, ni pale tu anapochokozwa ndipo anakuwa na mambo. Hili mnyama wa amani, hata ukimuona tu sura yake tu ni ya amani, umbo lake tu lilivyo, ni mnyama ambaye anapenda amani. Lakini pia nimeandika kwenye hichi kitabu kuwa huwa anapopata mimba inachukua muda mrefu kwa yule twiga jike, naweza kati ya miezi 3 au siku 400 na kitu hivi ndio anazaa. Kwa nini? Yani nimeeleza hivyo humo ndani ya hichi kitabu kwamba unapopata mtoto wa kiroho unatakiwa umkuze atoke amekomaa. Lakini pia nimeandika kwenye hichi kitabu twiga ana moyo mkubwa tofauti na wanyama wengine wote, yani moyo wake ni mkubwa, ni kilo 10 ule moyo tu peke yake. Na hiyo nimeandika kiongozi lazima uwe na moyo mkubwa. Lakini pia nimeandika kwenye hichi kitabu ndani yake kuwa twiga hula chakula kilichoko kwenye miba, yani juu kule kwenye miba, majani yako kwenye miba, lakini ana uwezo wa kupenya kwenda kula chakula cha kwenye miba. Hii inamaanisha nini? Yani ana muda wa kufunga, yani kiongozi unatakiwa uwe na muda wa kufunga, muda wa kuomba, muda wa kupenyeza, kukuta siri za neno la Mungu jinsi lilivyo. Lakini pia kwenye hichi kitabu nimeandika pia twiga ni mnyama anayelinda wanyama wengine. Yani twiga yuko namna hiyo. Yani kiongozi unatakiwa uwe na tabia pia ya kulinda wengine, sio kiongozi unayeboboa tu wenzako tu unawabomoa bila utaratibu. Ukimkuta twiga ujue chini unaweza kukuta kuna nyumbu, utakuta kuna swala, kuna paa, kuna kulungu wako hapo, kwa sababu wanakuwa na amani. Sababu twiga huwa anaashiria, kwa sababu ya kuona mbali anaweza akawashtua hawa wanyama wengine na wakatoroka. Kwa hiyo ana tabia ya namna hiyo. Lakini pia nimeandika kwenye kitabu hiki kuhusu twiga kuwa twiga ana mahusiano mazuri sana katika kati ya twiga mume na twiga jike na twiga dume, huwa wana mahusiano mazuri. Yani wanapotaka kujamiiana, huwa ukiwaona porini utashangaa sana. Kama umewahi kuona utakuta huwa wanapishanisha shingo zao namna hii. Ukiona wamepishanisha shingo zao namna hii, wako katika hali ya mahusiano wale twiga. Unaona kichwa huku na huku. Lakini pia katika hali ya namna hiyo hiyo inamsaidia kujilinda, kwa sababu chini inaonekana miguu 8, juu kunaonekana vichwa viwili. Kwa hiyo wanyama kama simba wanaomuinda, wanyama kama chui na wanyama wengine kama fisi, wakiona wanashangaa yule ni mnyama wa namna gani, lakini kumbe yeye anakuwa kwenye swala la mapenzi. Nimeandika kwenye hichi kitabu, na hiyo ni tabia ya maisha ya twiga. Kwa hiyo hata kiongozi unapaswa kuwa na tabia ya jinsi hiyo
kwa mtu mke na mtu mume aliye halali. Lakini pia nimeandika kwenye hichi kitabu, twiga anakimbia kilomita 55 kwa lisaa, kilomita 55 kwa lisaa moja. Kwa hiyo ni mnyama ambaye anakimbia sana. Kwa hiyo pia kiongozi kuwa na tabia ya kwenda na mwendo wa kasi. Usiende kama yani huna uhakika. Hapana, kwa kiongozi upaswi kuwa namna hiyo. Ndani ya kitabu hiki pia nimeandika kuwa twiga huwa anapozaa huwa anazaa mtoto akiwa amesimama. Lile jike linakuwa limezaa mtoto akiwa amesimama. Hazai akiwa amelala au amekaa chini, huwa anakuwa amesimama. Hii inamaanisha kwamba anazaa mtoto mwenye afya na amekomaa. Na nimeeleza pia watumishi wa Mungu, kiongozi unatakiwa uzae viongozi ambao wana uwezo, wanaweza kusimama. Usiweke viongozi ambao hawawezi kusimama. Na mwisho nimeandika pia twiga ni mnyama mwenye changamoto nyingi sana. Kwa nini nimeandika twiga ni mnyama mwenye changamoto nyingi? Kwa sababu twiga hawezi kujificha. Yaani twiga ni mnyama mmoja ambaye hawezi kujificha. Wanyama wengine hawa wanaweza wakajificha. Simba anaweza akajificha kwenye kichaka na akakamata wanyama kama swala, nyumbu na wengine. Lakini twiga hawezi kujificha kwa sababu ya lile umbo lake tu, hata akiwa kwa mbali anaonekana. Na ndio maana kiongozi unatakiwa uwe na ushuhuda mzuri, uwe na maisha mazuri. Kiongozi huwezi ukajificha. Kiongozi ni mtu ambaye kila mtu anakuona. Kiongozi unakuwa mstari wa mbele. Watu watajifunza kupitia wewe kiongozi, kwa tabia zako, kwa mwenendo wako. Ndio maana Paulo akimfundisha Timotheo anamwambia uwe kielelezo katika usemu, katika mwenendo. Unaona, na mtu awaye yote asiudharau ujana wako. Anapomweleza huyu Timotheo, Daudi alifika mahali akasema, niende wapi nijiepushe na Mungu? Nikienda kuzimu, wewe huko. Nikipanda juu, wewe huko. Hakuna mahali ambapo naweza nikaenda nikajificha. Na Paulo anaandika anasema, sisi ni barua inayosomeka na watu wote. Yaani kiongozi ni barua, watu wote wanakusoma. Ndio maana ukisoma Biblia, mimi naleta hayo ni maisha ya twiga vile yanavyoonekana na kiongozi unavyoonekana. Ndio maana ukisoma kwenye Biblia, wakati wanawachagua wale viongozi, kipindi cha Musa akiambiwa na mkwe wake, anaambiwa chagua watu wenye hekima na watu wenye maarifa, watu waaminifu. Hata Mungu alipokuwa anamwambia Musa wakati ule wa mgogoro wa chakula, Mungu anamwambia Musa, tafuta watu unaojua ya kwamba wana hekima, wana busara, wanaokubalika mbele za watu. Unaona, yani kiongozi si tu tunachagua tu kiongozi kwa sababu ni kiongozi. Awe kiongozi ana sifa hizo, tunakuwa hatuna sababu ya kusema kiongozi huyo kwa sababu wewe kiongozi ni mfano. Hiyo ni tabia ya twiga. Ni mnyama ambaye hawezi kujificha. Anaonekana yuko smarti, anapendeza. Tuko viongozi wengi sana, lakini tukifuata maisha ya twiga katika muktadha wa uongozi inaweza ikakusaidia sana. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 6, wakati kumetokea makelele, njaa pale Yerusalemu na wajane wa Kiyunani wamesauliwa, kuna mambo yalifanyika pale. Ukisoma mstari wa kwanza kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 inasema hivi, hata siku zile wanafunzi walipokuwa wakiongezeka hesabu yao, palikuwa pana manunguniko ya Wayahudi wa Kiyunani juu ya Waebrania kwa sababu wajane wao walisauliwa katika huduma ya kila siku. Wale thenashara wakawaita jamii ya wanafunzi wakasema, haipendezi sisi kuliacha neno la Mungu na kuhudumu mezani. Basi chagueni miongoni mwetu watu 7. Chagueni watu 7 miongoni mwetu. Sikiliza, walioshuhudiwa kuwa wema. Unaona? Chagueni miongoni mwetu watu 7. Sifa zao ya kwanza nini? Walioshuhudiwa kuwa wema. Kwa hiyo kiongozi kabla ya kushuhudiwa na watu, kwa sababu Mungu anajua mpaka sirini, lakini hapa wanasema walioshuhudiwa na watu. Yaani watu wanashuhudia, wanasema kwa kweli huyu ni mtu mwema, huyu anafaa. Mwalimu Nyerere kuna wakati fulani anasema, unapomchagua kiongozi wako, umchague yule kiongozi unajua huyu kwa kweli, huyu hapokei rushwa wala huyu hatoi rushwa. Yaani wewe unayechagua ndani ya dhamiri yako. Unaona Sasa ndio hapa Biblia inasema walioshuhudiwa na watu. Na hata Mwokozi wetu Yesu Kristo mara wakadha alikuwa anasema, anayenishuhudia kuwa na dhambi basi awe wa kwanza wa kunipiga jiwe. Anataka watu wamshuhudie. Unaona? Alafu mali pengine Yesu Kristo anawauliza watu huninena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wengine wanasema ni Yeremia, wengine wanasema ni nabii, wengine wanasema ni Elia.
vitu kama hivyo. Alikuwa anataka kujua watu wanamuelewaje. Akawauliza na wale watu, akawaambia wanafunzi wake, na ninyi mwaninena ya mimi kuwa ni nani? Wengine wakatazamana pale, wakawa wanakosa la kusema. Petro akasema, wewe ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Na Yesu akasema, damu na nyama havikufunulia jambo hili. Kwa hiyo twiga ni mnyama ambaye anaonekana yuko wazi. Kwa hiyo kiongozi, wewe uko wazi. Ndio maana katika muktadha wa maisha ya twiga unapaswa kuwa kielelezo. Nimerudia kusema, hata unapokuwa madhabahuni kama nilivyo sasa hivi, kiongozi wewe ni kielelezo, kutokana na mila na desturi tulizonazo wa Tanzania. Kama ni kiongozi wa kiroho, uwe pia kielelezo. Sina maana kwamba nguo kama tai na koti ndio hasa zinapaswa kusimama na kuhubiria, lakini uwe kielelezo. Usifanye mambo ya ajabu kama vile unavyotaka. Usiige tamaduni nyingine. Kuna tamaduni zetu sisi. Nilisema, Paulo anasema, nilikuwa hivi kwa watu hawa kusudi niwapate katika Kristo. Kwa hiyo twiga ni mfano mzuri, yeye ni kielelezo. Kila mara anaonekana yuko safi, yuko smart. Kiongozi uwe smart, kiongozi uwe kielelezo. Usifanye tu vile unavyotaka. Sasa katika muktadha huo inaletea vile ambavyo twiga alivyo. Lakini somo la kwanza nimeandika kiongozi, yani twiga. Kwa muktadha wa twiga huona mbali, yani twiga yeye huwa anaona mbali. Twiga haoni karibu, huwa anaona mbali, ana mtazamo wa kuona mbali, na huu ndio mtazamo ambao kiongozi anapaswa kuwa nao. Viongozi wengi ambao huwa wanatazama karibu hawawezi kufikisha watu kule ambako wanatakiwa wafike. Anaweza akawa analiongoza kundi, lakini hana macho ya kuona mbali. Napozungumzia kuona mbali, ni katika macho ya kiroho, macho ya ufahamu, macho yanayoona zaidi ya vile ambavyo wanaona watu wengine. Sasa kiongozi anaona tu hapa tu, anaona pembe nne ya jengo la wale anaowahudumia. Kiongozi unatakiwa uwe na macho ya kuona mbali. Ndio maana twiga anaona mbali zaidi ya wanyama wengine. Ungemwangalia mnyama kama nguruwe, yeye anaona eneo lile ambalo anafanyia shughuli zake, kama ni kula au kupita, anaona hapo. Wanyama wengine hawana upeo wa kuona mbali, lakini twiga, kulingana na ule urefu wake, shingo yake ilivyo juu, kwa sababu ndio mnyama mrefu kupita wanyama wote duniani. Kwa hiyo hata anapoona huwa anaona mbali sana. Hiyo ni nzuri sana kwa kiongozi. Ukisoma kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ile ya 7 mstari wa kwanza na wa pili, unaweza kuona viongozi wawili hapa tofauti. Kuna kiongozi wa kiroho na kiongozi mwingine pia chini ya mfalme, lakini mtazamo wao ni tofauti. Katika kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 7 mstari wa kwanza na wa pili, Biblia inasema hivi: Elisha akasema, lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli, na vipimo viwili vya shayiri kwa shekeli, langoni pa Samaria. Basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akamwambia, angalia, wewe utaliona kwa macho yako, lakini hutakula. Sasa unaona, huu ndio mtazamo. Haya ndio maisha ya twiga katika muktadha wa kiongozi, yani kiongozi kuona mbali. Unaona, Elisha anaona mbali, haoni pale anapoona. Kiongozi wa kiroho kwa uwezesho wa Roho Mtakatifu unapaswa uwe unaona mbali, usione tu katika hali ya kawaida. Elisha anasema kesho majira kama haya unga utauzwa kwa robo shekeli. Na unajua hawa jamaa wana miaka 7 hawana chakula. Historia inatuambia ilifikia wakati kipindi hicho cha miaka 7 ya njaa, maana walikuwa wamezingirwa na Washami, ilifikia mpaka wakala mavi ya njiwa. Ule ukame ulivyokuwa, kichwa cha punda kiliuzwa, maana yake hapakuwa na chakula ndani ya hiyo miaka 7. Na Biblia inasema kuna wanawake wawili, kwa sababu ya ile njaa, siku moja walikula mtoto wao. Wanawake wakala mtoto wao, haikuwa njaa ya kawaida. Kesho yake tena wakataka kula mtoto wa mwingine, yule mmoja akakataa. Maandiko yanasema wakaamua ile kesi kuifikisha kwa mfalme. Mfalme akasema hili tatizo hili limesababishwa na Elisha, maana Elisha angetaka tuwaue wale watu wa Washami tuliowakamata wakati ule, tusingekuwa na mgogoro kama huu. Ndipo akamtuma sasa akida
Akida ni mmoja wa kiongozi aliyekuwa kwa mfalme, na mfalme alikuwa anamtegemea sana huyu Akida, kwa sababu kwa mkono wake Washami walikuwa wanashinda. Sijui kama ni yule Akida aliyekuwa anaitwa Naamani, lakini hapa imesemekana tu ni Akida. Sasa huyo akaja ametumwa na mfalme, nenda ukanikamatie nani? Elisha. Wakati anafika kwa Elisha, Elisha akamwona. Elisha hakukimbia. Unajua kiongozi mwenye macho anayeona mbele huwa akimbii, anakabiliana na mambo. Nakumbuka Elia alikimbia alipoambiwa na yule mwanamke Yezebeli, kesho majira kama haya hutakuwa na kichwa. Maandiko yanasema Elia akakimbia akaenda kujiua. Lakini Elisha tunaona ni tofauti. Elisha hakukimbia. Wakati Akida huyu anafika akamwambia hivi, kesho majira kama haya katika lango la Samaria unga utauzwa kwa nusu shekeli. Yule bwana akashangaa, kuna njaa ya miaka 7. Mazingira yanavyoonyesha haya, dalili kabisa ya chakula hakuna. Ingekuwa kama miji kama hivi, miji ya Tanga au miji ya Dar es Salaam, hata kuna bandari hapo, unaweza kahisi kwamba kuna meli zimekuja kutoka nchi ya mbali, labda imeleta chakula. Hapo palikuwa pana ukame wa kutosha sana, lakini Elisha anaona mbali. Kiongozi anayeona mbali atatufaa katika kuongoza. Iwe ni kuongoza jimbo, huyo kiongozi atatufaa. Iwe ni kuongoza kanisa la mahali, kama na mtazamo wa kuona mbali, huyo atatufaa. Iwe ni kiongozi wa vijana na watoto, iwe ni kiongozi wa UWW, iwe ni kiongozi wa injili na misheni, iwe ni kiongozi wa sifa na muziki, iwe ni kiongozi wa miradi, iwe ni kiongozi kwenye taasisi, huyo kiongozi atatufaa, kwa sababu huwa anaona mbele, haoni tu yale yanayoonekana pale. Shida kubwa ya viongozi wengi wanaona pale, na ndio maana wanashughulika na pale, hawana macho ya kuona ya baadaye kule. Elia ni mfano mzuri, kama twiga anayeona mbali, akaona kwamba kesho kuna chakula, aliona katika jicho la kiroho. Kwa hiyo ndio maana kiongozi kwa maisha ya twiga unapaswa kuona mbali. Ukiona mbali utasababisha maendeleo makubwa sana ya kiroho katika kanisa. Kiongozi anayeona mbali anaweza akawa anaandaa viongozi wengine watakaofuata baadaye. Kama wewe ni mchungaji kwenye parish, mchungaji kwenye kanisa la mahali, mchungaji askofu wa jimbo, mnaanza kuandaa toka watoto wadogo, mnaandaa watumishi kwa semina mbalimbali, mnaandaa watumishi kwa vyuo vya Biblia vya kweli, ili waje washike nafasi zetu baadaye au nafasi zenu. Lakini kiongozi ambaye haoni mbali huwa asikii. Na sio tu kuandaa kwa kupeleka shuleni, kiongozi anayeona mbali huwa anainua wengine, hakandamizi wengine. Viongozi mara nyingi ambao hawaoni mbali kwa muktadha wa maisha ya twiga huwa wanakandamiza wengine, wakiinuka wanataka kuwashusha chini. Kiongozi uwe na mtazamo wa kuona mbali. Kiongozi anayeona mbali ni mfano mzuri sana. Tuendelee kusoma. Elisha alikuwa ni kiongozi ambayo macho yake ya kiroho yanatazama vizuri sana. Ukisoma katika kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 6, kuna kisa ambacho tunakisoma pale mstari wa 8 mpaka mstari ule wa 13. Biblia inasema hivi: basi mfalme wa Shamu alikuwa akifanya vita na Israeli, akafanya mashauri na watumishi wake akisema, kituo changu kitakuweko mahali fulani. Yule mtu wa Mungu akapeleka habari kwa mfalme wa Israeli kusema, jihadhari usipite mahali fulani, kwa sababu ndiko watakakoshukia Washami. Mfalme wa Israeli akapeleka watu mpaka mahali pale alipoambiwa na yule mtu wa Mungu, na kuhadhirishwa, akajiokoa nafsi yake, si mara moja wala si mara mbili. Basi mfalme wa Shamu moyo wake ukafadhaika sana kwa ajili ya jambo hilo. Akawaita watumishi wake akawaambia, je, mtanionyesha mtu yupi miongoni mwenu aliye upande wa mfalme wa Israeli? Mmoja wa watumishi wake akasema, la, bwana wangu mfalme. Lakini Elisha yule nabii aliye katika Israeli huambiwa na mfalme wa Israeli, humwambia mfalme wa Israeli maneno yote unayoyanena chumba chako cha kulala. Akasema, enendeni mkamwangalia aliko, nipate kupeleka watu kwenda kumchukua. Akaambiwa ya kwamba tazama yuko Dothan. Kwa hiyo akapeleka huko farasi na magari, jeshi kubwa. Wakafika usiku, wakazingira mji ule pande zote. Sasa unaona, Elisha alikuwa kiongozi ambaye macho yake yanaona mbali. Kwa hiyo mfalme wa Shamu alikuwa anapigana na mfalme wa Israeli. Maandiko hapa yanatuambia
kila alipokuwa anatengeneza jeshi lake likavamie Samaria, huyu Elisha anamwambia mfalme wa Israeli kwamba bwana, hao maadui wanaokuja watatokea mahali fulani. Tuchukue mfano kama hapa Dar es Salaam sasa. Watakuja kutokea barabara ya Morogoro na watatokea Chalinze. Sasa mfalme wa Israeli anaambiwa na nabii Elisha ambaye ameona, peleka watu wakawangojee hao maadui Mlandizi, kwa sababu wanakuja na njia hiyo. Kama watakuja na kutokea na barabara ya Bagamoyo, anaambia peleka askari kule Bunju. Kama watakuja na kutokea na njia ya Rufiji, anaambia peleka watu kule Gongo la Mboto. Kama ni Tanga, anawaambia maadui watakuja labda watatokea na njia ya Pangani, anawaambia peleka watu wapi? Barabara ya Pangani huko. Kama watakuja maaskari kutokea labda na njia ya Korogwe, anawaambia maaskari wake peleka askari wako wapi? Pongwe. Kama ni Mwanza, kama ni Arusha, watakuja na njia ya Namanga, anawaambia watu peleka watu Longido. Kama watakuja na njia kutokea Moshi, anawaambia wapeleke watu wapi? Kia. Kwa hiyo huyu mfalme wa Shamu akasikia shida sana. Maandiko yanasema kaita askari wake, akawaambia ni nani katikati yetu hapa anayepeleka taarifa upande wa pili? Nisikilize mtumishi wa Mungu, nisikiliza. Macho ya kiroho ni ya muhimu sana, kuona mbali. Hiyo ndio maana ya macho ya kiroho. Yaani macho ya kiroho huwa yanaona mbali, yanatazama kwa tofauti. Mtume Paulo aliwaombea Waefeso katika kitabu cha Waefeso sura ile ya kwanza mstari wa 15 na kuendelea. Anasema, katika sala zangu nilivyokuwa nikiwaombea ninyi, sikuacha kuwaombea ya kuwa Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na roho ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mpate kujua tumaini la wito wenu. Yaani macho ya mioyo yenu, ile giza iliyopo, yatiwe nuru. Sasa hao wanawaombea Waefeso kule. Kumbuka kule kwa Waefeso ndiko alikosema Bwana alitoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti, wengine kuwa walimu, wachungaji na walimu. Ndio hao Paulo alikuwa na walenga kwamba macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Yaani mitume wawe na macho, manabii wawe na macho, wainjilisti wawe na macho, walimu wa neno la Mungu wawe na macho, na wachungaji wawe na macho, walimu wanaofundisha neno la Mungu wawe na macho. Maana ukikuta walimu wanaofundisha hawana macho, hawaoni mbali, wao wanakuwa na mafundisho ambayo ni ya hapa, yani mafundisho ambayo si sahihi. Ukiwa na wachungaji ambao hawana macho ya kuona mbali, huwa wanakuwa na mafundisho ambayo hayaoni mbali. Unaona? Ukiwa na wainjilisti ambao hawana macho ya kiroho, wanakwama katika vitu vya kawaida kwa sababu hawana macho ya kiroho. Wakiwa na macho ya kiroho hawawezi wakakwama. Ukikuta manabii ambao hawana macho ya kiroho, pia huwa manabii hao hawaoni mbali. Yaani wanaona tu vitu vya kawaida, wanaona vitu vinavyoonekana. Kwa hiyo Elisha alikuwa nabii anayeona wapi? Anayeona mbali. Akamwambia yule askari mmoja, akasimama akamwambia mfalme, hapa bwana, usisumbuke kutafuta mbaya wetu katikati yetu. Kule nchi ya Israeli kuna mtu anaitwa Elisha, ni nabii. Yule huwa anaona hata unapokuwa kwenye chumba chako cha kulala. Hebu jaribu kufikiri. Mfalme anaambiwa hata kule chumbani unakolala, huyo jamaa macho yake yanafika kule, yanaona. Mtumishi wa Mungu, muombe Mungu akufungue macho. Niseme hivi, hata kitabu cha Ufunuo kimeandikwa hivi, njoo upate dawa ya macho upate kuona. Yaani Mungu anasema ninatoa bure. Tumekuwa na viongozi wengi ambao hawaoni mbali, na mimi kwa nafasi yangu hii nataka kuzungumza kama twiga anayeona mbali. Ndio maana ana uwezo kuashiria viongozi wengine au wanyama wengine walio chini yake kwamba jamani, kuna uvamizi unakuja. Wale wanyama wanatoroka, wanakimbia, kwa sababu twiga anaona mbali, haoni pale ambapo anaona. Elisha akawa anaona mambo hayo. Kumbuka kule kwa Gehazi, kule kwa Elisha, anakuja yule anaambiwa, anakataa kwa sababu Elisha anaona, yule akida haoni. Na kweli baadaye chakula kikapatikana Samaria, kwa ile historia ya wale wakoma. Yule bwana akataka kugawa chakula, yule akida akakanyagwa akafa. Aliona kwa macho lakini akafa. Kiongozi huwe na mtazamo wa kuona mbali. Hata mafundisho, unapofundisha kanisani kwako kwa shirika, usiwafundishe mafundisho ya hapa. Wafundishe mafundisho ya kuona mbali, pamoja na kuwafundisha mafundisho ya baraka, kwa sababu hatuwezi tukakataa baraka zimeahidiwa na Mungu kabisa. Mafundisho ya mafanikio yako kwenye Biblia. Mungu ndiye anayetufanikisha, imeandikwa kwenye Biblia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 8 mstari wa 18. Anasema, basi
umkumbuke Mungu wako akupae nguvu za kupata utajiri ili uliimarishe neno lake. Haya ni mafanikio. Mungu anafundisha katika kitabu cha Kumbukumbu pia, anasema hivi, kazi za mikono yako nitazibariki. Kwa hiyo hayo ni mambo ya kwamba Mungu anakuonyesha kwamba ukifanya kazi atakubariki. Kwa hiyo hayo ni mafundisho ya mafanikio. Kwa hiyo sio kama Mungu amekataza mafundisho ya mafanikio, lakini hatutakiwi kuishia tu hapo kuwafundisha watu mafundisho tu ya mafanikio bila kuwaeleza mafanikio makubwa. Haya mafanikio yanatofautiana. Mafanikio makubwa ni haya, kwamba kuna zaidi ya hivi tunavyoviona, kuna uzima wa milele. Ndio maana Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake yote, na hayo yote mtazidishiwa. Yesu akawaambia wanafunzi, akawaambia msifurahie kwa sababu pepo wanawatii, au mabubu wanasikia, au vilema wanafunguliwa. Msifurahie kwa sababu hayo, furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa wapi? Mbinguni. Kwa hiyo hayo ni mafundisho. Sasa unamfundisha mtu anakuwa na stamina, anakuwa na balance, asibaki tu kwenye mafanikio tu. Usimfundishe mtu baraka za kwenda nchi nyingine za nje ya Tanzania kama ndio mafanikio. Mfundishe mtu ya kwenda nchi ya mbinguni, kule kwenye makao yetu ya kudumu ya milele na milele. Yani hata kama atakwenda nchi fulani ya duniani, lakini isiwe ndio pale anaona ni mafanikio. Hiyo ni nchi tu na inakaliwa na wanadamu wa kawaida. Kwa hiyo viongozi ambao wana macho ya kiroho, nimeandika mambo mengi sana hapa. Maisha ya twiga katika muktadha wa kiongozi. Twiga huwa anaona mbali, na kuna mafunzo mengi sana ambayo nimeandika kwenye hichi kitabu. Kama ukikipata hichi kitabu ukisoma, unaweza ukaona kuona mbali kuna kusaidia nini kama kiongozi. Nimeandika habari za Elisha humu, nimefafanua maelezo ya kutosha sana. Nimeandika hivi, katika uongozi nguvu hii inaweza kulinganishwa na uwezo wa kiongozi wa kuongoza timu yake kufikia malengo makubwa, hata yale yanayoonekana kuwa hayawezekani. Yani kiongozi anayeona mbali. Unaona, maana masomo ya uongozi tunayojifunza kutoka kwenye sifa za twiga ya kuona mbali na ni kuwa na mtazamo yani mpana. Yani kiongozi huyu katika uongozi kuna nguvu hii inayoweza kulinganishwa na uwezo wa kiongozi wa kuongoza timu yake kufikia malengo makubwa, hata yale yanayoonekana kuwa hayawezekani. Si hivyo pia, katika uongozi kuna mtazamo mpana. Kuna maanisha kuwa na uwezo wa kuona picha kubwa, kutabiri changamoto zijazo na kufanya maamuzi ya kimkakati. Yani huyo ndio kiongozi anayeona. Unaona, anaona picha kubwa, alafu anafanya maamuzi, anatabiri na kufanya maamuzi ya kimkakati. Huko ndio kuona mbali. Kama uoni mbali, picha yako inakuwa ndogo. Ndio maana kila kitu unakiogopa tu, kikitajwa tu mbele yako namna unaogopa, kwa sababu huna uwezo wa namna hiyo. Kama tulivyotaja hapo awali, urefu wa twiga unampa mtazamo mpana zaidi wa mazingira yake. Kiongozi anayepata mtazamo wa mbali ana uwezo wa kuona fursa na changamoto kabla ya wengine, na hivyo kufanya maamuzi yaliyo bora zaidi. Huyo kiongozi ambaye anaona mbali, kule kuona mbali kunampa fursa ya kuona tofauti na watu wengine. Unaona, changamoto, si kila kiongozi ana nafasi ya kupata mtazamo wa juu ya kila kitu. Miundo ya shirika inaweza kuwa ngumu na kuzua mawasiliano ya moja kwa moja. Suluhisho, kiongozi anaweza kutumia mikutano ya kawaida, maswali, ripoti za mara kwa mara ili kupata mtazamo wa jumla wa shughuli za shirika. Pia wanaweza kuhimiza wafanyakazi wao kutoa maoni na mapendekezo. Unajua migogoro inatokana na nini? Ni maslahi tu, maslahi. Kitabu cha Mithali 22 mstari wa 3. Unaona Biblia inasema mwenye busara huyaona mabaya na kufanya nini? Na kujificha. Sasa kiongozi kwa mtazamo wa kitwiga anayeona mbali, maandiko yanasema mwenye busara huyaona mabaya na kufanya nini? Na kujificha. Mwenye busara huyaona mabaya na kujificha, bali wajinga huendelea mbele wakaumia. Ninaona kiongozi ambaye anaona mbali huwa ni kiongozi mwenye busara. Hata kwenye taasisi unakuta taasisi haiendelee, taasisi haina maendeleo, taasisi haina msaada hata kuwasaidia wale waliopo pale. Taasisi inazidi kushuka tu, inazidi kushuka. Kwa sababu gani? Kiongozi haoni mbali, anaona tu maslahi yake.
Unaweza kusikia hata pembeni tu kwamba huyo kiongozi amefanya hivi, amefanya hivi, amefanya hivi, ana majengo haya, ana nyumba hizi, na ukiangalia mshahara alionao unakuta haulingani, anafanya hivi kwa sababu hana macho ya kuona mbali. Lakini mwandishi wa kitabu cha Mithali anatufafanulia hapa, anasema mwenye busara huyaona mabaya na kujificha. Anayaonaje? Huwa anayaona kwa mbali. Kwa mbali anaona haya mabaya na kujificha. Nataka nimnukuu Rais wa awamu ya 4 alisema hivi, akili za kuambiwa changanya na za kwako. Unajua hii ni nini? Ni kiongozi anayeona mbali. Viongozi ambao haoni mbali huwa anaambiwa tu mambo na wenzake, anayabeba tu yale mambo, anayabeba tu yale mambo, na kwa sababu anayabeba haoni mbali, ndio maana unakuta kuna mgogoro unafanya nini, unatokea. Anaweza kuja kuambia bwana, wewe ukitaka ufanikiwe pale, muondoe yule, weka kabila yako pale. Kwa hiyo anamweka kabila yake pale kwenye ile nafasi, kama ni kwenye tawi au kwenye parish au kwenye idara fulani, kwa kuambiwa. Sasa unakuta baadaye migogoro inafanya nini, inazidi. Jambo lingine ambalo namkumbuka Mheshimiwa Kikwete, ilikuwa ni mwaka 2013 mwezi wa pili, ilikuwa ni mwezi wa 3 nadhani kwenda wa 4 hivi. Rais Kikwete kwa sababu ya kuona mbali anasema hivi, jamani, hayo yanayosemwa sio kwamba mimi sijayasikia. Hayo yanayosemwa sio kwamba mimi sina uwezo wa kuyajibu, lakini mimi nimeona nisijibu. Kwa sababu gani? Kwa mustakabali wa nchi yetu na raia wetu. Kwa sababu nikileta majibishano na malumbano, matokeo yake tutaanzisha vurugu, na tukizianzisha vurugu, watu watakaoumia na kufa ni sisi wenyewe. Kwa hiyo akasema mimi siko tayari, pamoja na mtafaruku uliotokea, sitakuwa tayari. Nitakuwa tayari tuhakikishe mambo yatatulia, yatakuwa sawa kwa faida ya nchi yetu na uongozi. Huyo ni kiongozi mzuri sana. Huyo ni kiongozi ambaye anaona mbali. Lakini angekuwa ni kiongozi haoni mbali, Tanzania tuna jeshi zuri sana. Wakati huo tulikuwa tuna jeshi kubwa zuri. Unakumbuka ni 2010 na ngapi? 2013. Kumbuka 2018 tulimuondoa nduli mmoja kwenye nchi jirani, haikuleta, yani tulimpeleka Yosa mpaka akakimbia nchi. Kwa hiyo Mheshimiwa Kikwete alikuwa anajua kabisa nina jeshi linalozidi hiyo nchi, lakini akasema hapana, akatumia busara kwamba nikikubali kuanzisha vita na malumbano tutapigana na tunaweza kuwapiga hao watu. Viongozi ambao wanatafuta maslahi yao, na viongozi wenye maslahi pia hawaoni mbali, yeye anaangalia maslahi yake tu. Kiongozi huwa na mtazamo wa kitwiga. Twiga anaona mbali, na twiga huwa angalia maslahi yake. Taasisi yenyewe hainufaiki, watu wa taasisi wamechoka, wako hoi, na wewe kiongozi uko pale. Kiongozi uwe na macho ya kuona mbali. Kama nani? Kama twiga. Utaleta maslahi kwa watu unaoongoza. Leo nimeanza na pointi ya kwanza kwamba maisha ya twiga katika muktadha wa uongozi. Jambo la kwanza, twiga anaona mbali. Kwa hiyo kiongozi uwe na macho ya kuona mbali, na kiongozi uwe wewe unayeona yale yasiyowezekana yawe yanawezekana. Huo ndio uongozi. Kiongozi uwe usiwe mtu wa kubabaika, usiwe mtu wa kulia, uwe unaona mbali. Maisha ya twiga, unamkuta Joshua ni kama alikuwa naye. Yeriko Musa alipeleka wapelelezi 12, lakini Joshua alipeleka wapelelezi 2 tu. Tena tutajiwe hata kabila zao, kwa sababu Joshua alikuwa anaona mbali. Wakati wanataka kuvuka Yeriko, sanduku la agano lilikuwepo, na ndani ya sanduku kulikuwa kuna fimbo, ndani ya sanduku kulikuwa fimbo ile iliyochanua, kulikuwa kuna mana ambao walikula wana wa Israeli miaka 40 bila kuvimba miguu, na palikuwa pana mbao za amri. Mamlaka ilikuwa inawaongoza katika safari zao. Joshua anawaambia makuhani, mtabeba sanduku halafu mtaingia kwenye mto Yordani. Biblia inasema Yordani ilikuwa imejaa. Joshua hakuwa na wasiwasi kwa sababu alikuwa anaona mbali. Kiongozi anayeona mbali, mahali pagumu anajua hapa tutapita. Na mimi ninaamini hivyo kwa uongozi na nguvu za Roho Mtakatifu. Viongozi wa taasisi kwenye idara, hakikisheni mnaweza kuinua watu wakafika pale. Wale mnaosimamia mashule, kama habari njema tuliyopata kwenye shule yetu ya Umoja, ilikuwa imeshuka, lakini kiongozi aliyokupa sasa hivi ameipandisha shule, imekuwa na matokeo mazuri sana. Siku ya pili tutakapokuja somo la pili, tutaangalia sasa twiga. Tutamwangalia twiga ni mnyama msafi.
yuko smart wakati wote. Kiongozi pia uwe smart kiroho, kimwili, kimwenendo, kimaneno, kimafundisho, nidhamu. Bwana akubariki. Mungu wangu ninakushukuru. Asante kwa jioni hii. Naomba wabariki wote walikuwa wananisikiliza. Shauri watafakari, wasipime watu wengine, kila mmoja ajipime katika nafasi yake, katika jina la Yesu Kristo. Amen.